Shalom, shalom mpendwa katika Kristo. Nimekujia na hekima ya majira kama na haya kutoka kitabu cha Esta sura 2 mstari wa kwanza. Maandiko yanasema, baada ya mambo hayo hasira ya mfalme ilipotulia, alimkumbuka Vashti. Usichukue maamuzi makubwa unapokuwa kwenye hasira. Hasira ubomoa, hasira haijengi kila leo. Watu wote walioamua kwenye hasira leo wameharibu kila kitu yao. Future yao, hatima yao imekuwa affect kwa sababu wameshindwa kugundua namna gani ya kuamua. Maamuzi mazuri hayafanyiki katika hasira. Na unaposoma katika kitabu hiki cha Esta sura 2, utagundua ya kwamba mfalme Asuero alipokuwa kwenye hasira, alipata washauri wa kumubeba kwenye hasira, lakini hakupata washauri wa kumwambia atulize kwanza hasira. Na matokeo ama madhara, alimkumbuka. Haijalishi ya kwamba Vashti alikosea, lakini alimkumbuka. Hata mtu mubaya kuna wakati ambapo anakumbukwa. Hata mtu aliyekosea kuna wakati ambapo alikumbukwa. Sasa nimekuja kukwambia mpendo ya kwamba usikamate maamuzi wakati una hasira. Maana kuna maamuzi ambayo unaweza yatoa kwa urahisi, lakini matokeo yake hayafutwi kirahisi. Matokeo yake ama vidonda vya maamuzi yale haviponi kwa urahisi. Hata ukisoma katika kitabu cha Yakobo sura 1 mstari 19 hadi 20, maandiko yanatuambia ya kwamba mtu asiwe mwepesi wa hasira, maana hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Leo Bwana Mungu anakushauri ya kwamba usiandike barua ukiwa na hasira. Usivunje uhusiano ukiwa na hasira. Usivunje ndoa ukiwa na hasira. Usiache kazi ukiwa na hasira. Maana unapoacha kwa hasira, hasira ikiondoka utakumbuka kazi. Hasira ikiondoka utakumbuka ule unyumba. Hasira ikiondoka utakumbuka ile uhusiano ambayo iliyobomoka. Sasa mpendo unayenifuata kwa majira kama na haya, unapokutana na challenge kama na hizi, omba Mungu na hakikisha ya kwamba maamuzi unayachukua wakati hauna hasira. Maana unaweza kuwa ungetoa maamuzi mazuri, lakini kama uko influence na hasira, ama kama uko puse na washauri wabaya, utajikutana ya kwamba unachukua maamuzi ambayo sio sahihi, na kazi iliyojengwa kwa miaka mingi inabomoka kwa dakika chache. Bunyumba iliyosimama kwa miaka mingi kwa sababu ya hasira ya dakika moja ama dakika mbili, unakutana ya kwamba umeharibu, na kisha kuharibu utamkumbuka. Asuero alimkumbuka Vashti, na wewe ukicheza vibaya utakumbuka ile kazi, utakumbuka ile opportunity. Acha Bwana Mungu akubariki. Naamini ya kwamba itakubariki na ugawe kwa wengi. Ni wako mtumishi wa Mungu Evangelist Exoseph Raisha Nzuruni from Mountain of Solution Fellowship. I love you and God bless you.